Yaani jamani, kuna kipindi nimewahi kutapeliwa milioni 30 na kitu hivi kwenye pesa za mchezo. Kipindi hicho nipo nje. Nacheza mchezo kila wiki dola 200. Alafu siku hiyo naamka asubuhi tulikuwa tunacheza wengi, watu ambao tunajuana yani. Nilipofikaga tu Uturuki, kuna kijumbe alikuwa kijumbe maarufu, naambiwa alikuwa anachezesha michezo tangu miaka hiyo yani tangu anaingia Uturuki wao ndio walikuwaga wazao ndio walioendaga Uturuki. Alikuwa anachezesha michezo, kwa hiyo anaaminika. Nikaingia kwenye mchezo. Sio, naelewa vizuri. Wakati huo nishakata ticket ya kuja Bongo. Mara nilikata ticket zile ambazo unakata kwa muda, unakaa nazo kama miezi 10 mwaka, za bei rahisi zile. Nishakata ticket, mahesabu yangu mwezi wa 12 nakuja Bongo, ndio ilikuwa mwezi wa 12 napokea, mwezi wa 12 nakuja Bongo. Kwa hiyo pesa yote ninayoipata naipeleka kwenye mchezo. Sio, naelewa vizuri. Nikaangaika nikacheza huo mchezo, nikacheza. Kitu kama mwezi wa 10 hivi. Mwezi wa 10 wa 11 baki kidogo nipokee. Sikiona mka asubuhi napigiwa simu na watu ambao tuko tunacheza wote mchezo, marafiki zangu. Lizi, umesikia Joani kakimbia na hela za mchezo? Mimi tena Roy kakataa kabisa, kakimbia na hela za mchezo, imekuaje? Nasikia walikuwa wanatakiwa kupokea kama majina mawili hawajapokea, kwa hiyo sijui imekuwa kuaje. Ndio tunataka tuende hiyo sehemu tukamfuate sehemu alikokuwa anakaa. Tunafika sehemu alikokuwa anakaa, yuko mtu mwingine. Nyumba kashauza, maana kule ukipanga nyumba, process ya kupanga nyumba ni ndefu sana. Ni kama unainunua kwa muda. Unapanga, baada ya muda unakuja unairudisha. Kwa hiyo unaweza kumpa mtu mwingine akaendelea kukaa nini hivyo, ukampangishia hivyo. Unanielewa vizuri? Mtu mwingine yupo kwenye ile nyumba. Tunamuuliza na anatuambia sisi maswala yenu anatuambia maswala yenu nyie, najua ni mimi hayanihusu. Sijui alipo. My friend. Hapo kulikuwa kuna wamama ambao waliendaga Uturuki kipindi hicho, hawajawahi kurudi nyumbani. Wamechoka, ambao walikuwa sijui hata wanafanya nini, maskini ya Mungu. Wale mama walikuwa wanabinyana wanajichanga kama watatu, wanalipa hiyo dola 200 kwa ajili ya mchezo. Ndio anasema yani hiyo ndio pesa ambayo itawarudisha Bongo. Yule dada ni kama aliweka yani majina mengi aliyoweka kwenye mchezo yalikuwa majina hewa. Maana mchezo kipindi hicho ulikuwa umejaa, mchezo ulikuwa na watu wengi vibaya mno, mchezo ulikuwa na watu wengi. Unaambiwa wale yale majina mengi hapo, maana tulikuwa tumuulizi, kwa sababu huwezi kumuuliza majina ni ya wapi. Unaingia kwenye mchezo, anakupangia jina lako, anakuambia utapokea kipindi fulani, amemaliza shughuli, unasubiri unapokea lako ya mchezo. Si anaaminika kijumbe? My friend, unaambiwa majina mengi ambayo alikuwa kwenye mchezo alikuwa ni majina yake, kwa hiyo tulikuwa tunamchezesha yeye mchezo miezi na miezi. My friend, huyo dada alikuwa Mganda. Nakumbuka Waganda walikaaga kikao kama msiba. Wale wamama walikuwa wanalia, watu walikuwa wanalia. Mama aliondoka na dola laki na zaidi huko, sio laki moja, sio dola laki mbili huko, bilioni na zaidi. Yule dada aliondoka na zile hela. Watu wakakaa kikao. Mimi Roy ikawa inakataa kabisa, yani Roy ikawa inakataa. Kwa vile dada hajaondoka, nini kama nilistack. Kumbuka nina tiketi ya kuja Bongo mwezi wa 12. Hela yote nilikuwa napata nilikuwa naingiza kwenye mchezo, sina shilingi 10 nyeupe. My friend, nilikaribia kuchanganyikiwa. Hapo nikapigiwa simu, mtoto anaumwa. My dear, niwaambie nilikuwa nakaa ghorofa ya 6. Nilikuwa nakaa ghorofa ya 6. My dear, niliangalia chini, nilichungulia chini, nikaangalia nikiruka hapa nitakufa. Hapo mahusiano yashatoka kuniumiza hapo, nakwambia. Nilikuwa na date mkaka mmoja wa Nigeria. Hapo babake. Nilikuwa na date mkaka mmoja wa Nigeria. Hajawahi kuniambia kama anamke, hajawahi kuniambia chochote. Kwanza alikuwa ananiambia tutaenda Bongo, siku kimepanda kimeshuka. Ghafla tu akaanza kunipotezea. Nashangaa nikipigia simu apokee, nikimtumia message anajibu anavyotaka. Kama yule mtu anavyojidistance mwenyewe, nilikuwa sijajuaga ni kwa nini anajidistance. Mimi kwake sinapajua, nikasema ngoja nipandishe kwake niende nikajue shida ni nini. My dear, napandisha kwake, naenda nagonga. Anafungua mdada, nyuma kuna watoto. Najiuliza, vipi jamani? Nikauliza Lee yupo? Marafiki zangu watamkumbuka Lee. Lee yupo? Nikamwambia yes, Lee yupo. Una shida gani? Ni Nigeria dada. Ndio huyo Lee anatoka. Akaanza akasema Lee, umekuja kufanya usafi leo? Sitaki kufanyia usafi, mke wangu kaja. This is my wife. Ametoka Nigeria na hawa ni watoto wangu mapacha. My dear, mimi mfanya usafi. Nilikuwa mpole, yani nilichanganyikiwa, nikashindwa. Yani hata utafanya fujo unafanyia fujo wapi huko nchi za watu, upigwe ufe bure. Nikatoka mpole, nikaenda zangu nyumbani. Ndio jioni yake napigiwa simu kijumbe kakimbia na hela za mchezo. Waganda walikaaga kama mazishi, kama msiba. Watu wakawa wanapiga simu, Lizi umesikia hela za mchezo? Nawaambia nishasikia. Niliangaliaga chini mimi udongo, naangalia udongo kama nikijirusha naangalia chini kama nikijirusha nitakufa.
Nikaona sitakufa kwa sababu gani? Kwa sababu chini kwenye ukuta, yani chini kuna ukoka, yani kuna sijui ukoka sijui nini wanamwagiliaga. Kwa hiyo kila siku unaona maji yanajimwagilia yenyewe, asubuhi jioni maji yanajimwagilia. Kwa hiyo nikajua kabisa pale chini patakuwa pako pabichi sana. Kwa hiyo nikidondoka labda nitaumia, nitavunjika, alafu niwe macho, sijafa niteseke na pesa sina. Nikagairi nayo mawazo. Nilipata depression. Hapo nilikuwa nishakata tiketi ya go and return. Inafika mwezi wa 12. Sina hela. Yaani sina hata dola 1000. Inafika mwezi wa 12. Narudi, ikabidi tu nije Bongo kwa sababu nishakata tiketi ya kwenda na kurudi. Alafu mtoto wangu alikuwa anauma, mambo yametokea mengi, nikasema ngoja kwanza niende Bongo. Ngoja nije Bongo kwanza, nije nile kitimoto, nije nile mbuzi choma, nije nile na nyama choma, at least nitakuwa sawa. Ndio nikajaga Bongo hapo. Nikaja kimaskini. Sina hela kupanga nyumba. Sina hela kwenda popote. Ndio yule shoga yangu wa shamba akaniambia Lizi, nikampigia simu nikamwambia kuna 1 2 3 lakini sina hela, nilikuwa nataka nipange apartment. Akaniambia Lizi, usijali, njoo utafikia kwangu. Ndio nikafikia kwake. Mimi sikupost picha niko Bongo, sikuongea kama niko Bongo, maana umeenda Ulaya umerudi huna 100. Unaanza kuelezea watu umeibiwa hela za mchezo, si ndio wanasema huyu alikuwa hafanyi kazi, ni kisingizio tu kwamba alikuwa ameibiwa hela za mchezo. Mimi mpaka leo sijawahi kuliaga kuhusu hilo swala. Nilikuja Bongo nikaondoka, nikaenda nikakaa na mashallah Mungu akasaidia hivyo. Mpaka leo sijawahi kuliaga kuhusu hilo swala la mchezo. Lakini mimi kwenye issue yoyote ya pesa za mchezo hunikuti. Hata kama mchezo ni wa shilingi 1000 baada ya siku 10 sitoi. Hata kama mchezo ni wa shilingi 1000 hunikuti. Mimi nikacheza mchezo milioni ngapi huko, karibu milioni 40 na kitu huko, nimetapeliwa tena nije nicheze mchezo tena hapo. Alafu sasa subirini niwaambieni. Baada ya zile pesa kuibiwa, maana yule dada aliondoka na hela nyingi, alafu yule dada alikuwa Mganda na Waganda wenzake wengi walikuwa wanacheza kwenye ule mchezo. Waganda wenzake wakakubaliana wamfuate Uganda, wakajichanga pesa, wakamfuata yule dada Uganda, wakamtuma mwakilishi kumfuata Uganda. Yule dada akafika Uganda, wameenda Uganda, yule dada wakampeleka mpaka yule dada polisi. Yule dada alipofika polisi wajua akaambiaje? Akawaambia kama kuna mtu yote ana ushahidi kwamba ananidai chochote, aniambie. Alete maandishi ambako tuliandikishana kwamba mimi na yeye tunadaiana pesa na mlipa pesa zote. Nimesikia hili neno leo. Si unanielewa vizuri? Hakuna sehemu tulipoandikishana, hakuna maandishi, hakuna chochote. Chati zote ashafuta na anasema sio yeye, namba sio ya kwake, amjiandikishana sehemu yoyote. Hivyo pesa zimepotea hivyo. Na kweli sheria hakuna masuala, haijui masuala ya mchezo, na hakuna sehemu mlipoandikishana pesa zikapotea hivyo. Yule dada yuko Marekani, namuonaga huko Instagram. Yuko Marekani, alienda Marekani akanunua nyumba, apartment, anaishi huko na watoto wake na mume wake, anaishi maisha mazuri, ana gari kali kwa pesa zetu za mchezo. Alisema hakuna sehemu yote tulipoandikishana. Na kweli hakuna sehemu tulipoandikishana. Unaenda unampeleka wapi? Yule dada alijipanga kuanzia kiuchanga. Waganda wenzake walijichanga wakaenda kwa waganga. Waganda unajua Waganda jinsi ambavyo wana waganga. Waganda wanachawiana. Walienda kwa waganga. Hakuna, yani walikuwa wakifika kwa mganga wanaambiwa kabisa kwamba huyu sisi hatumwezi, hiyo kazi hatuiwezi. Sijui alienda kwa mganga gani yule dada. Sijui alienda Benini, sijui alienda akazikwa kwenye kaburi akatoka. Akipelekwa kwa mganga wanamwambia sisi huyu binti hatumwezi. Hatumwezi. Na walikuwa wanakataa kufanya kazi. Mganga yote alikuwa akienda wanakataa kufanya kazi. Sijui hata waliishia gapi wale Waganda, sijui hata walirudi vipi, sijui aliendelea kukaa kule Uturuki, sijui. Kwa hiyo leo uje uniambie eti njoo ingia kwenye masuala ya hela za mchezo. Mchezo ambao haujulikani kiserikali. Unaenda kushtaki kwa watapeli ila mmeandikishana wapi? Nilikoma. Sitaki mchezo, sitaki kusikia. Yani sitokani sauti katika maisha yangu. Sijawahi kuliaga hata siku moja kuhusu hiyo pesa, uwezi amini. Sijui kwa nini sijawahi kuliaga hata siku moja kuhusu hiyo pesa, kwa sababu najua ni hiyo pesa ingenibadilishia maisha pakubwa sana. Uenda sasa hivi ningekuwa nimeshajenga huko na kanyumba kangu nakaa sehemu, ningekuwa sipo kwenye nyumba za kupanga hivyo. My friend, uje uniambie tena niende nikaingia tena kwenye mchezo, nianze tena kucheza. Subutu yako. Nimeingia asubuhi kwa nasikia kuna mtu akawa anasema twendeni mahakamani mnionyeshe sehemu tulipoandikishana kama kuna sehemu mtu ananidai nampa hela. Na kweli hajaandikishana kisheria. Masuala ya mchezo hayajulikani. Unaenda kudai wapi? Ni watu mna michezo ya pesa. Unaona wacheza mchezo wa milioni kadhaa, milioni sio maelfu kadhaa, laki kadhaa, haujaandikishana na mtu sehemu yote, ni mdomo tu. Jamani, nitatoa hela nitakulipa hela yako. Mna michezo ya pesa, nyaya zinawasha. Jamani vipenzi vyangu wa YouTube, kila siku nitakuwa nataja majina matatu ya watu watatu ambao wamekuwa wa kwanza kucomment kwenye video yangu yote ambayo nitakuwa naipost YouTube. Kwa hiyo kama nikiposti ukacomment wa kwanza, nikija kuposti tena video ninakutaja jina lako na ninakutag account yako wakati nikiwa na edit video. Kwa hiyo jamani, kama unataka kutajwa kwenye video zangu kila siku, uhakikishe kila siku unakuwa wa kwanza kuangalia video zangu.
subscribe kwenye account yangu ili nikipost uwe wa kwanza kuniangalia, kuangalia stories zangu. Okay, bye.